tunasikia wewe Mungu ukizungumza na maisha yetu. Napoendelea kukumbuka ushindi mkuu uliotokana na kufuka kutoka kwa kifo. Hata nasi Bwana, mioyo yetu imejaa furaha na nguvu, tukijua kwamba tukiwa ndani yako tu washindi, maana wewe Kristo ni mshindi katika maisha yetu. Pokea sifa Bwana, pokea utukufu, maana unastahili, na tumeomba haya kupitia kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Basi tuketi tafadhali. Bwana asifiwe. Praise the Lord. All the time. Naweza msalimia ali karibu na wewe kwa niaba yangu. Mwambie mchungaji anakusalimia. Amen. Ninaitwa Margaret Mwabonje. Kristo Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Mimi ni mchungaji Emmanuel Changamwe. Mwaka huu sisi ndio tumetumwa mwaka huu. Nilikuwa nimetokea Shanzo Secondary, kanisa ambalo linaitwa St. Mary's Utange. Na pia nilipotumwa hapa nikapewa nafasi ya kusimamia makanisa ya upande huu. Machache tu, makanisa 4 kwa Punda ikiwa ndani. Mchungaji amesifu sana jina Area Dean. Huko ambapo ninatoka wanaitwa Rural Deans. Bwana asifiwe. Kwa hivyo niko katika nafasi hiyo ya kuangalia ama kuwasii kanisa ambazo ziko upande huu. Na hili jina mpya ambayo inaitwa Kibarani. Makanisa ni 4 tu. Kanisa la Emmanuel, kanisa la Wapunda, huku mbele kunaitwa Kanahola, pamoja na Vikobani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo si eneo kubwa, lakini pia nashukuru Mungu kwa nafasi ambayo amenipatia kuja kwa ibada. Tumekuja juzi hapa kwa ushirika wa wachungaji. Kwa hivyo nikawa nimefahamu kwa Punda ni wapi. Na nashukuru pia kwa mwaliko wa mchungaji kwa ajili ya huduma hii ya sakramenti ya ubatizo pamoja na ushirika takatifu. Nimemwandikia Bishop barua kumruhusu kwamba aweze kufanya huduma hiyo katika kiwango cha deacon. Bado hujaruhusiwa, lakini ukiomba ruhusa kwa Bishop anaruhusu. So tunaamini kwamba atajibu na barua iko pale. Bwana asifiwe. Kwa hivyo maamuzi ni yake. Ili huduma ikaweze kufikia watu wote kwa urahisi, badala ya kwamba tutoke mbali tuje kufanye, na kuna mtumishi ambaye Mungu amemuinua. Bwana asifiwe. Hivyo tunaamini kwamba tutakuwa na positive response. Mimi ni mtu na familia. Bwana asifiwe. Ni mama nyumbani na ni mke. Ni na watoto 3, nashukuru Mungu. Mume wangu pia ni mchungaji. Amen. Lakini alikuwa diocese ya Mombasa, lakini ni chaplain katika military. So mara kwa mara hapatikani. Leo nimemwacha nyumbani kwa sababu kundi la watoto wamenifuata pale Emmanuel. Leo ibada inaongozwa na watoto. So imewavutia watoto wangu wakaja upande huu. Sasa yeye inabidi akabaki, lakini anaingia ibada ile ya Utange, maana tuko karibu hapo. Huwa ninatoka huko nikija Changamwe. So nashukuru sana kwa makaribisho yenu mazuri. Nashukuru sana kwa ibada iliyojaa nguvu, iliyojaa uvio, yani unasikia huko mahali pasawa. Bwana asifiwe. Mvua imenyesha watu waingie na baridi, lakini kumbe ndio inatupatia kuchangamka na inafurahisha sana. Nakumbuka maneno ya Bishop Gitari miaka hiyo ya zamani akisema kwamba Anglican worship is a celebration. Bwana asifiwe. Watu waingie, wafurahie, washerekee. Ibada ya Anglikana ni ibada ya kusherekea. Si ibada ya kusikia kwamba umefinyika ama kubana. Si ibada ya kuingia baridi. Ni ibada ambayo imejaa nguvu, imejaa furaha, imejaa sifa kwa Mwenyezi Mungu. Watu waombe na kufunguliwa na kuwekwa huru. Bwana asifiwe. Ukija na mizigo ije iondolewe. Utoke ukiwa moyo wako na amani, moyo umekuwa mwepesi, umefurahia. Kwa hivyo nashukuru kwa sababu nimeona hayo yakitendeka.
na maombi yangu kwamba ibada hii itakuwa changamfu kila siku. Bwana asifiwe. Iwe hivyo, na maombi yangu na imani kwamba ndivyo inavyokuwa hapa. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo mnavyokaa hapa, kwamba ibada imejaa nguvu, imejaa uvuvio, ibada ya furaha. Nami nawatia moyo kwamba tuendelee hivyo katika kumtumikia Mungu. Singependa kuchukua muda mrefu. Matangazo yanasema kwamba ibada huwa inaisha saa 6, na hivi tulivyo kama ibada imeshaisha. Bwana asifiwe. Na unajua tukiwa watu wa time ikifika tayari na switch off. Akili ya mwanadamu ndio iko hivyo, iko just automatic. Umeipima ikawa hivyo, na time yake ikifika basi inaondoka. Lakini maombi yangu kwamba tutakuwa attentive, tutachukua muda mrefu ili tumalize. Tumesomewa lakini kabla sijaenda, kuna wachungaji wawili wako pale Emmanuel. Mmoja anaitwa Reverend Anne Mshira ambaye ndiye curate, na attached clergy ambaye anaitwa Morris Olo, na lay leaders pamoja na people's warden ambao tumemchagua juzi anaitwa Wycliffe. Wote wametuma na salamu. Bwana asifiwe. In fact imebidi wa organize jinsi ambavyo nitakuja hapa, maana mvua kidogo imetukoroga. So wamenileta na gari mpaka pale, nikapata bodai kanileta mpaka huku. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wamehusika sana. Salamu za mume wangu pia mkaweze kuzipokea. Bwana asifiwe. Injili ya Yohana Mtakatifu inatueleza matukio baada ya kufuka kwa Yesu Kristo, kwamba aliendelea kutokea kwa wanafunzi wake. Kwa hivyo habari hizi za kufuka kwa Kristo ni habari za kweli, kwa sababu alitokea wanafunzi wake. Baada ya kile kifo, wengi wa wanafunzi waliingia hofu na kujifungia. In fact maandiko yanasema kwamba walikuwa na hofu ya Wayahudi. Hawakujua hatima yao iko vipi kwamba Kristo amekwisha kuzikwa. Kwa hivyo kwa ile hofu wengi walijifungia. Lakini Kristo alipofufuka alitokea kwao. Kuanzia mstari huo wa 20 ama tukianzia 19 kama tulivyosomewa. Maandiko yanasema kwamba wakiwa katika hali hiyo ya kujifungia, wakiwa na hofu nyingi, Yesu akaingia. Yesu akaja na akasimama katikati yao, akawaambia, amani iwe kwenu. Bwana asifiwe. Peace. Maana walikuwa katika hofu, walikuwa katika hali ya kuchanganyikiwa, walikuwa katika hali ya kushangaa itakuwaje, na ikabidi wajifungie. Lakini Yesu anaingia kwa maneno matukufu, amani iwe kwenu, na akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Wanafunzi walipoona hivyo wakafurahi. Kuna habari ya bwana mmoja mwanafunzi ambaye hakuwa Yesu alipokuwa ametokea, huyo ambaye alikuwa anaitwa Tomaso. Wanafunzi wakamwambia, Yesu ametokea, tumemwona. Lakini Thomas aitwaye Pacha, yeye akasema, isipokuwa kwamba nimuone mimi mwenyewe na ninyoshe mikono yangu niguse ubavuni na nione alama za mikono, basi siwezi sadiki hayo hata kidogo. Mstari ule wa 25 unasema hivi, basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Akawaambia, mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za msumari, na kutia kidole changu katika mahali pa misumari, na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Kuna wengine wanasema seeing is believing, lakini maneno ya imani nayo ni tofauti. Bwana asifiwe. Maneno ya imani nayo ni tofauti. Imani is not about seeing, but believing without seeing. Bwana asifiwe. Kuamini pasipo kuona. Baada ya siku 8, wanafunzi ambao bado wako pale ndani
Thomas wakati huo pia yuko hapo ndani. Yesu akaja, milango ikiwa bado imefungwa, akasimama na akasema, amani iwe kwenu, kama vile alivyokuwa amesema hapo mwanzo. Kisha akamwita Tomaso, maana alikuwa na ufahamu Tomaso hana imani. Akamwambia, lete hapa kidole chako, uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako utie ubavuni mwangu, wala usiamini bali aaminie. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale wasioona wakasadiki. Bwana asifiwe. Ndio ujumbe wangu mchana wa leo, kwamba heri wale wasioona wakasadiki, ama vile maandiko yanavyosema, waheri, blessed are them, wale ambao wanasadiki hata pasipo kuona, wasioona lakini wakasadiki. Maana hayo ndiyo mambo ya imani. Imani kama vile Waebrania anavyosema mlango wa 11, kwamba imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hiyo ndiyo imani. Na kutokana na imani, wale wazee wetu wa kale wametajwa kwa ajili ya imani yao, na wakatamka kwamba wamefanyika kuwa na haki. Haki yao ilitokana na imani, haikutokana na matendo, lakini ilitokana na imani kwa Mwenyezi Mungu. Yesu anamwambia Tomaso, heri wale wasioona wakasadiki. Bwana asifiwe. Paulo katika Wakorintho wa pili mlango ule wa 4 mstari wa 18, Paulo anasema, tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Bwana asifiwe. The visible ni vya muda, ni temporary. Sisi ni watu tunataka tuvione kwa macho, lakini imani si mambo ya kuona kwa macho. Pengine tukiangalia kwa punda na tukiangalia jengo na tukiangalia mambo yaliyoko, tunaona kwamba kama Nathaniel tunauliza, kuna kitu chochote kizuri kinaweza tokana na mji huu, lakini ni kwa sababu tunaangalia kwa macho ya nje. Mungu haangalii nje, haangalii umbo, haangalii mazingira, lakini anaangalia imani iliyo ndani. Bwana asifiwe. Ni maisha ya imani ambayo tunayahitaji wakati huu, na hasa katika safari ya wokovu. Wapendwa ambao tumewabatiza, ni ishara tu, ni maji tu tumeweka juu, lakini inategemea imani ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe. Kwa sababu ni kwa imani tumekuwekea maji hii, tukuunganishe na Kristo. Kwa imani umeungana na Kristo, umeungana naye katika kifo chake, na katika kifo chake yale ya kale yote uliyoyafanya yamezikwa na yeye katika kifo chake, na katika kufufuka kwake pia umeungana naye, ili kwamba mtu mpya akazaliwe ndani yako, kwamba umefufuka katika upya wa maisha. Sasa wewe si mtu kama vile ulivyokuwa zamani, lakini tazama, ya kale yamepita na umefanywa kuwa mpya, ama yamekuwa mapya. Ni mambo ya imani. Bwana asifiwe. Ishara tunazifanya za kuonekana. Tunakuja mbele kupokea ule mkate na ile divai, lakini sisi tunakwambia umla yeye moyoni mwako kwa imani, ukishukuru. Bwana asifiwe. So si Kristo unayemkula pale, lakini kwa moyo wako na kwa njia ya imani. Kwa hivyo tunaamini vile visivyoonekana, kwa sababu vinavyoonekana ni vya muda tu na havidumu, lakini vile visivyoonekana ni vya milele. Bwana asifiwe. Yesu anamwambia Tomaso, wewe umeamini kwa sababu umeniona, kwa sababu umeweka mkono, kwa sababu umeangalia vidole,
ndipo ukajua ni kweli haya yalitendeka, nilishuhudia na inawezekana ni kweli. Lakini Yesu anatamani kwamba watu wakawe na imani. Alipokuwa anazungumza na wanafunzi wale ambao walikuwa wametoka Emmaus, road to Emmaus, wanafunzi hawatambui kwamba ni Yesu. Wanafunzi wanaeleza masikitiko ya mambo yaliyofanyika Jerusalem, kwamba yule waliyemtarajia viongozi wa kanisa ama viongozi wa hekalu walimuua. Sasa matumaini ya wengi yakaisha, wanafunzi hawajui. Lakini tena wanaonyesha mambo ya kushangaza zaidi, kwamba siku hiyo asubuhi kuna wamama wameleta ripoti kwamba walipoenda kaburini hawakupata mwili wa Kristo. Na hilo likawashangaza zaidi, in fact likawachanganya zaidi. Bwana asifiwe. Hilo liliwakoroga, maana alizikwa na alikuwa katika kaburi lile. Lakini sasa hata mwili pia wamechukua, wameiba. Ni nini imefanyika? Yesu akawaambia, enyi mlio wa migumu wa mioyo kutokuamini, ili mpate Kristo afe na siku ya tatu afufuke. Bwana asifiwe. Kutokuamini kunaleta madhara katika maisha yetu. Kutokuamini kunaturudisha nyuma. Kutokuamini kunatufanya kwamba hatuwezi piga hatua mbele, kwa sababu hatuamini. Hatujiamini, hatumwamini Mungu. Bwana asifiwe. Hatujiamini, hatumwamini Mungu. Hatujui kwamba nikichukua hatua hii mambo yanaweza fanyika. Hujiamini na huchukui hatua. Humwamini Mungu, huchukui hatua, na mambo yanabaki yamekwama. Heri wanaoamini pasipo kuona. Mambo mengi yako katika invisible world. Mambo mengi yako katika bado hayajafunuliwa. Bwana asifiwe. Wakati tunasoma maandiko, Bwana anasema kwamba nitawaonyesha mambo makubwa magumu msiyoyajua. Bwana asifiwe. So imani yetu ni iende beyond. Anaposema mambo makubwa, sisi tumeona haya ambayo tumeyaona, basi tushayaona. Tutamani yale ambayo bado hatujayaona. Bwana asifiwe. Ikiwa katika maisha yako umeona utajiri, umeshaona, basi tarajia yale ambayo bado haujayaona. Tamani yale ambayo haujayaona. Bwana asifiwe. Ikiwa umefanikiwa katika maisha yako, ushaona, basi tamani yale ambayo haujayaona. Bwana asifiwe. Nilipokuwa napita, tulikuwa tunaingia hapa, nikasikia mmoja akiimba. Watashangaa wakiniona nikiendesha gari. Nilikuwa naangalia, naona na smile. It's like wanaimba, lakini hii mambo itafanyika kweli? Imagine hapa kwa punda kweli. Nitaleta Prado. Ni mambo ya imani. Bwana asifiwe. Ni mambo ya imani. So imani lazima iende zaidi ya vile vitu tunavyoona, kwa sababu tunavyoviona ni vya muda. At the same time, tunavyoviona vinaweza kutuvunja moyo na tukashindwa kupiga hatua yoyote. Napoangalia mtoto wako vile anavyokuwa, nasema huyu atakuwa kweli, huyu atafanya hivi kweli. Kwa hivyo unavunjika moyo mapema, hata hakuna nguvu ambayo unaweza kutia katika kuhakikisha kwamba huyo mtoto ameendelea vizuri. Vya nje vinatuvunja moyo. Maneno tunayoyasikia yanatuvunja moyo, kwa sababu unaweza ambiwa maneno yako kwanza, wewe ni nini sasa? Hakuna kitu unaweza niambia. Unaweza kwazwa moyoni mwako. Unaweza sikia yakakuvunja moyo. Unaweza angalia ukaona kwamba hapa sasa sitaweza. Background zetu zingine zimetuvunja moyo. Unaangalia kwamba huyu alianza, uncle yangu alianza biashara, haikuendelea. Babangu alikuwa na biashara hii, haikuendelea. Sasa mimi hata nitaweza kufanya nini? Unavunjika moyo. Usiangalie hivyo vinavyoonekana. Bwana asifiwe. Nilienda shule, ndugu yangu alienda shule lakini hakufanikiwa. Ama nilipeleka mtoto huyu shule, hakufanya vizuri. Nikapeleka huyu, hakufanya vizuri. Ina maana gani na huyu? Hapana. Bwana asifiwe. Imani. Tusiangalie vinavyoonekana. Heri wale wasioona wakasadiki. Kwa hivyo fanya tu kwa imani.
Bwana asifiwe. Toa kwa imani. Ndugu Chairman amezungumza mambo ambayo hata mimi huwa yanasikitisha sana moyo wangu. Tunakuja mbele za Bwana. Na sisi Anglicans tunashukuru kwa sababu tunawaambia mje mtoe sadaka zenu. Kwa hivyo unajipeleka kichinjoni mwenyewe. Bwana asifiwe. Unajipeleka mwenyewe na 50 yako. Na inaenda naambia kwamba kutokana na vilivyo vyako Bwana nimekupatia hiki. Nauliza vizuri. Are we being fair? Bwana asifiwe. Hivi tumejipima kabisa katika kicho kiwango. Na ajabu kwamba si nyinyi tu, pengine hata nyinyi mnafuu. Zile ni makanisa ambayo yamesifika, yameenea, lakini angalia sadaka zao. Bwana asifiwe. Angalia sadaka zao. Juzi nilisema tu wacha. Nimeingia juzi sikupata records nzuri za attendance na nini. So tumeanza census. Nasema kila mtu ajiandikishe na pledge free will offering. Monthly. Sijui kama hapa mnafanya hayo. Maana hakuwa na hiyo program nzuri ya free will offering. So watu wamerespond vizuri sana. Registration sasa imeenda up to 250. Average ya watu kama 300. So si mbaya hapo. Bwana asifiwe. Watu register afresh. But they to just register. Hata wale wa zamani tunaambia Bwana, hata even after 10 years serikali inafanya census. So kuna watu tunaweza enda na picha kwamba tuna watu 1000, lakini ukweli wa mambo tumebaki watu 300 ama 200. So let's register fresh. Registration 200 shillings. Na watu wakaregister. So wiki hii nikiwa ofisini, nikiwa sina kazi mingi, nikasema let me go through ile file ya membership forms. Sasa naanza kuangalia vile watu wamepledge. Naanza kuangalia vile watu wamepledge. By the end of the month nitakuwa napeana Mungu hiki. Naweza shangaa sana. Sijui, but ilinishtua kidogo. Bwana asifiwe. People are pledging to give even 50 at the end of the month. Kwa mwisho wa mwezi mimi yangu ile free will offering is 50 shillings. Watu wana pledge 100 at the end of the month. Watu wana pledge 200 at the end of the month. 300, 400, 400 utakuta kama 300 utakuta kama 6 hivi. 200 ndio ilinishangaza. 200 ilikuwa na 102 people pledging 200 shillings. And that was a lot of money for them, for most of the people. Bwana asifiwe. 200 at the end of the month ndio una pledge kumpeana Mungu. Pengine na kanyaga vibaya hapa. Sijui nime pledge ngapi. Lakini hebu matanga yatokee tu sasa. Bwana asifiwe. Amen. Yatokee tu. Jamani, tumsaidie mwenzetu ameondokewa na mpendo wake. Utaona watu vile wanatoa 1000, 500, 300 na kadhalika. Bwana asifiwe. But ile ambayo ni ya kumtolea Mungu, because nafikiri imani yetu ni kwamba hizi pesa Bwana zinaenda wapi na zinatumika vipi? Hii pesa hii sijui nini. Lakini tunasahau kwamba ni Mungu tunayemtolea. Bwana asifiwe. Tunamtolea Mungu. Na nimesema kwamba tuende na imani, wala si kwa kuangalia kwa macho. Macho yetu ndio yanatufanya tuone kwamba 100 shillings is just enough. Wakati wa collection siku ya Jumapili tunapofanya, wanapohesabu pale, tunazifanya in denominations. 1000, 500, 300, what. Okay, denominations 200, 100, 50. Hizo 50. Bwana asifiwe. Hizo 50. Ajabu ni kwamba utaenda pako utapata 5 shillings. Yaani denominations zote ziko covered. Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie. Kwa sababu hiyo inadhihirisha kwamba tuko na shida katika imani. Imani yetu iko na changamoto. Hii inadhihirisha kwamba bado hatujamwamini Mungu.
Bado tuko mbali na kuamini kama wale watu ambao Yesu anawaambia, enyi mlio na mioyo migumu. Haikupasa kuamini, haikuwapasa kuamini, ilistahili kuamini, kama vile mlivyokuwa mmeelezea hapo mwanzo kwamba atakufa siku ya tatu, ya siku ya kwanza, lakini siku ya tatu atakuwa amefufuka. Bwana asifiwe. Unajua, as the area name, sisi tunasisitiziwa kwamba kuna necessary responsibilities, na tuhakikishe kwamba katika diocese ile responsibility imepewa, basi mkaweze kuwa waaminifu ama waadilifu katika hilo. Bwana asifiwe. Nashukuru kwamba kwa punda iko sawa. You are really trying. Bwana asifiwe. You are really trying. By the way, every Sunday naona data. Ninaona kwa sababu sisi ndio tunaziangalia kwanza, ndio tuzifuate. So you are doing well. Lakini tuangalie kiwango cha imani yetu katika kumwamini Mungu. Katika kumwamini Mungu. Are we true believers? Ama tunataka tuone kwa macho ndio atudhibitishe? Bwana asifiwe. Tuone kwa macho ndio tudhibitishe. Wala nasema kwamba hivi vya kuona kwa macho ni vya muda tu, lakini visivyoonekana ni vya milele. Basi tung'ang'anie hivyo visivyoonekana ambavyo vinatupatia, ama hivyo ndivyo vya uzima wa milele, the eternal. Usivunjike moyo kwa yale unayoyaona. Usikate tamaa kwa yale unayoyaona. Usikose kumtumikia Mungu kwa yale unayoyaona. Just take a step of faith. Siku moja useme tu, leo sadaka yangu ni 1,000. Bwana asifiwe. Useme tu, naenda kumtolea Mungu. Na unajua ukiwa unaenda kutoa sadaka, pia ni uipeleke kwa imani. Acha tusome Hebrews chapter 11. Verse 4. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake. Na kwa hiyo japokuwa amekufa angali asifiwe. Unajua, hata kile ambacho unachomtolea Mungu ni lazima ukitoe kwa imani. Kwa hivyo unapotoka kwa nyumba kwenda kutoa sadaka yako, lazima uiandae. Ujue kwamba leo ninaenda kumtolea Mungu. Na hata uiombee. Bwana asifiwe. Wana wa Israeli walikuwa wanafutiwa makosa yao kutokana na sadaka na dhabihu walizokuwa wanazileta mbele. Walikuwa wanazipeleka madhabahuni. Zile sadaka zilikuwa na uwezo wao kupata msamaha wa dhambi na kupatanishwa na Mungu. Zilikuwa ni sadaka za upatanisho. Na zilikuwa na maelekezo. Kondoo asiye na mawaa, kondoo mwaka mmoja. Kile kitu kisafi, kitakatifu. Kile kitu ambacho kabisa kinagusa moyo wako. Abrahamu akaambiwa amtoe Isaka. Haingekuwa rahisi kwa mwanadamu wa kawaida, lakini kwa sababu ya imani aliyokuwa nayo kwa Mungu, basi aliweza kutii na akatoa sadaka. Wapendwa, hapo tu ndipo kumetushinda. Hapo tu. Bwana asifiwe. Kwa upande wa kutoa, kumtolea Mungu, kwa upande wa matoleo, hapo tu kumetushinda, kwa sababu imani yetu kama imeenda ikadidimia. Lakini tutakapotiwa nguvu za rohoni na imani yetu kuwa thabiti na kujua kwamba ni Mungu tunayemfanyia, na hakika katika kumtolea Mungu kuna baraka za kipekee, baraka tofauti, baraka ambazo mtu hawezi tambua, lakini Mungu amekubariki. Tumeshuhudia hayo na tumeona hayo yakitendeka kweli katika kumtolea Mungu, pasipo manunguniko, pasipo kuzuilia kabisa. Umeamini hili ndilo fungu langu la 10 na mtolea Mungu, hakika ni baraka kubwa kwa maisha yako.
Kwa hivyo ni lazima tuamini katika yale ambayo tunayoyatenda, tuwe na imani na tuombe Mungu ambaye anatenda, maana pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Bwana asifiwe. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Yesu anasisitiza habari hizo. Ndio maana katika huduma yake waliokuwa na imani walipokea uponyaji. Yule mwanamke kwa imani yake akaenda akaligusa pindo la vazi ya Yesu Kristo, kwa sababu moyoni mwake aliamini, alisema hata nikishika tu lile vazi naamini kabisa nitapona. Moyoni mwake alijisemea. Na Yesu akamwambia, binti, imani yako imekuponya. Bwana asifiwe. Kwa imani. Kanisa hili litakuwa kwa imani. Kanisa hili tutalijenga liwe kubwa, cathedral, kwa imani. Bwana asifiwe. It is not about the numbers, but it is by faith in Christ Jesus. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusivunjike moyo, tusitake ati tutampata nani aje kutuchangia. Hapana. Hatua ya maili 100 ama 1000 inaanza na hatua moja. Bwana asifiwe. Kile kidogo unachokitoa kwa imani, kwa kumwamini Mungu, mambo yatatendeka. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusivunjike moyo, tusikate tamaa. Tusitake kuona kwamba mambo makubwa, lakini tuamini na tuchukue hatua ya imani. Hakika Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Hakuna ligumu asiloliweza. Pasaka hii, acha imani zetu ndani ya Kristo zikafanywa upya. Kwa waliobatizwa ni hatua ya imani. Bwana asifiwe. Niliona wengine wakiogopa maji baridi. Yaani si maji baridi tu, lakini ni imani tunapanda. Lakini siku nayo imewaweza sababu ya mvua. Bwana asifiwe. Ingekuwa na wakati wa joto mngefurahia, lakini sasa Mungu alitaka muifili ili mkumbuke kwamba kuna kitu tulifanyiwa. Na lingine ambalo nataka kuwafundisha nyinyi ambao tumewabatiza, ile alama ya msalaba tumeweka pale, it is permanent. Bwana asifiwe. Ile alama ni permanent, haitawahi ondoka. Ni afadhali kufahamu hayo. Bwana asifiwe. Ile alama ya msalaba ni permanent, haitawahi ondoka. Ni wewe tu uendelee kujisalimisha kwa huo msalaba wa Kristo. Kujisalimishe tu. Mwambie Bwana, sasa nimejitwika msalaba huu, nitaubeba kila siku. Bwana asifiwe. Nitaubeba kila siku. Kwa hivyo ambao tumewabatiza, ninyi ambao ni watu wazima, hiyo alama haitawahi kufutika. It is invisible and permanent and eternal. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nimtambue hiyo na mchukue hatua hiyo ya imani katika kuendelea kumtafuta Bwana. Mchungaji, kazi kwako kwamba hao watu wakakue katika imani na katika wokovu. Bwana asifiwe. Amen. Ya ujumbe kwamba tukamwamini Mungu. Imani yetu ikafanye kuwa thabiti mbele za Bwana. Imani yetu inaweza fanya mambo makubwa. Imani ndiyo itakayotuponya. Imani ndiyo itakayotuokoa, ndiyo itakayotusimamisha. Imani ndiyo itakayosimamisha nyumba yako na watoto wako na familia yako yote. Tudumu katika imani. Na katika imani basi tutachangamka kuungana na wengine katika ushirika na maombi. Katika imani utachangamka ukija kufanya usafi katika nyumba ya Bwana. Let me tell you, kule kufagia tu kunabadilisha maisha yako. Bwana asifiwe. Kuna hizi kazi ndogo tunasema kwamba hizi si zetu, acha tuite mtu aje atufanyie. Let me tell you, tunapoteza baraka. Lakini tuzifanye wenyewe kwa moyo na kwa imani. Mungu atafungua njia pale ambapo njia zilifungika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tudumu katika imani, tukijua kwamba Mungu anathamini hiyo imani. Ilibidi Kristo arudi mara ya pili kwa ajili ya Thomas tu. Kwa ajili ya Thomas. Ili angaa pengine atabadilika na atakubali kwamba Kristo amefufuka. Maana imani yake ilikuwa kwamba huyo hajafufuka unless ni muone. Lakini kwa ajili yake ili akubali kwamba kweli Kristo amefufuka, ilibidi arudi tena, milango ikiwa imefungwa, ili ajionee na Thomas aamini. Bwana asifiwe. Na ni kweli Kristo amefufuka kutoka kwa wafu. Hivyo ndani yake kuna ushindi,
ndani yake kuna nguvu, ndani yake kuna uwezo. Hakuna ligumu lisilowezekana mbele zako. Pengine unapitia changamoto, pengine kuna mzigo mzito umebeba moyoni mwako. Siku hizi tunatembea, lakini msongo wa mawazo, watu wanajiweka vitanzi kwa sababu ya msongo wa mawazo. Mambo yamekuwa mengi, lakini tunaye Kristo mshindi. Unaweza mtwika fadhaa zako zote, unaweza mtwika hata yale ambayo unaona kana kwamba yako complicated. Unajua kuna mambo mengine naona sasa haya hata nitaanzia wapi? Nitamwambia nani? Mwambie Mungu. Bwana asifiwe. Yeye anaona hata yale yaliyofichika pale ndani. Yeye anaona hata yale ya siri. Mwambie na atatenda. Bwana asifiwe. Basi tusimame ili tuombe. Anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza Bwana, Yesu anaweza Bwana, Yesu anaweza Bwana, anaweza Bwana, Yesu anaponya, Bwana, anaponya, Bwana, anaponya, Bwana, anaponya, Bwana, Yesu anaweza, kweli anaweza Bwana, anaweza Bwana, Yesu anaweza. Pengine kuna yeyote ambaye anasema nipenda kaniombee mchungaji kwa sababu ya changamoto hii, na kupa nafasi aweze kuja mbele tuombe. Ni kwa imani. Bwana asifiwe. Sitazame umati, usitazame uliye naye. Wewe unajua moyo wako, unajua fadhaa zako, unajua hali unayopitia. Mungu ndiye anayetenda, Mungu ndiye anayefanya, ni Mungu anayehusika na maisha yako. Yeye pekee yake ndiye kimbilio na msaada wa karibu. Wanadamu hawawezi, wazazi hawawezi, marafiki hawawezi, lakini Mungu anaweza. Anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza Bwana, Yesu anaweza Bwana, Yesu anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza Bwana, Yesu anaponya, Bwana, kweli anaponya,
Mwambie Bwana haja ya moyo wako kwa ndani ninapoomba. Mwambie, tamka jambo kwa ajili ya changamoto ama kwa ajili ya jambo ulionayo, kwa ajili ya hoja ulionayo. Mwambie Bwana. Ni kwa imani Mungu anaweza, Mungu anatenda, hakuna ligumu mbele zake. Ameshinda kifo na kaburi. Kwa kufufuka kwake yeye ni mshindi. Kwa kufufuka kwake na sisi pia tumepokea ushindi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa neno lako. Asante kwa sababu Bwana, ni kwa imani yote yanawezekana. Kwa kuamini wewe unayetenda makuu ya ajabu, hakika yote yanawezekana na yanatendeka. Mchana leo Yesu, twainua watumishi wako hawa mikononi mwako. Mioyo yao iwazi mbele zako Yesu. Mioyo yao iwazi mbele zako, maana hakuna la siri iliyofichika. Machungu yao Bwana unayajua. Maumivu yao Yesu Kristo unayajua. Hali zao Mungu ziko wazi mbele zako. Mengine ni yale Bwana hayasemeki. Mengine ni yale hawana mtu wa kumwambia. Lakini asante kwa sababu wamekuambia wewe mchana wa leo. Asante kwa sababu hakuna anayesonga mbele zako akaharibika. Hata yale ambayo pengine kwa mwanadamu ni ya aibu, lakini Mungu anapoachilia kwako wewe unasikia na unahusika, unashughulika. Yesu Kristo, wewe uliye Mungu wetu, tazama ukasikia kilio cha wana wa Israeli na ukashuka ili kuwaokoa. Tena leo tawainua hawa ewe Bwana. Unajua kilio cha mioyo yao, unajua siri ya machozi yao, unajua mahangaiko yao Yesu Kristo. Tunawainua mikononi mwako, tukikemea kila nguvu za shetani, tukikemea kila hali za shetani katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Bwana ukawafungue kutokana na vifungo vya shetani, ukawafungue kutokana na hila za shetani, ukawaweke huru katika jina la Yesu Kristo. Tangu sasa wasiendelee katika huzuni na kilio, tangu sasa wasiendelee katika kushindwa, tangu sasa walisione kana kwamba hakuna kufanikiwa, bali sasa Mungu maisha yao yakuwa maisha tofauti. Tangu sasa wakatembea katika ushindi na amani. Bwana, ukajalize furaha ya wokovu ndani yao. Yesu Kristo, ukajalize furaha ya wokovu. Wakatembea katika ushindi wa utukufu wako, wakatembea katika ushindi wa Kristo, maana hakika wamekuamini wewe, wamekutegemea wewe. Imani yao Bwana wamekutika wewe, na ndani yako sisi tu zaidi ya washindi. Na wainua mikononi mwako ukawabariki, na wainua mikononi mwako ukapende kila mzigo mzito ndani yao. Yesu Kristo, tunakutwika wewe pale msalabani, ambapo nitangaza kwamba yote yamekwisha. Acha Bwana ukawapiganie, ukawe mtetezi wao, ukawasaidie katika unyonge wao, ukawainue kwa mkono wako ulio hodari, wakasimame tena Yesu Kristo, wakatamanike tena mbele ya watu, wakaweze kwa kielelezo wa imani. Maana Mungu unatenda makuu ndani yao. Tunawabariki katika jina lako, tunawabariki katika jina lako mchana wa leo, kwamba Bwana hawatakuwa kama walivyokuwa hapo mwanzo, bali Mungu unatenda jambo jipya ndani yao. Bwana, unatenda jambo jipya sasa, jambo jipya Yesu Kristo, na watalishuhudia kwa sababu wewe ni Mungu mwema, Mungu wa ajabu. Pokea sifa Bwana, pokea utukufu, maana waweza. Pokea utukufu Bwana, hakuna ligumu usilowezekana mbele zako. Tunawafunika kwa damu yako Yesu Kristo, tunawafunika kwa utukufu wako, kwa uwezo wako na kwa nguvu zako. Tangu sasa watatembea katika nguvu yako, hawataona aibu, hawataona kushindwa, bali watashuhudia makuu yako, maana Mungu umetenda mema. Pokea sifa Mungu, pokea utukufu, maana hakuna aliye kama wewe. Kwa imani tumeomba katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Pokea imani. Pokea imani. Pokea imani. Pokea imani. Sisi tuombe kwa ajili ya neno. Asante Mungu wetu kwa kuzungumza nasi. Tusaidie kuimarika katika imani. Tusaidie kuimarika katika wokovu.
katika kutafuta hayo yasiyoonekana, maana yasiyoonekana ni ya uzima, na uzima teletele, tena uzima wa milele. Bariki kila mmoja aliyesikia neno lako. Asante kwa waliobatizwa siku ya leo. Hatua hiyo ni hatua ya imani. Tunaomba Bwana kwamba utawadumisha katika wokovu, utawadumisha katika imani, utatembea pamoja nao, utawaokoa kutokana na vishawishi vya shetani, bali utawasimamisha katika neema na katika imani. Asante kwa kila mmoja aliyesikia neno lako. Naamini Bwana litakuwa mbegu njema itakayochipua matunda mfalme wa mbinguni ya kukuletea wewe utukufu. Pokea sifa Bwana, maana unastahili. Tunaomba haya katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi tutasimama tupate wimbo wa sadaka 327. Tutoe sadaka zetu 327, vitabu vyetu vya nyimbo standard. Ukirushwa na dunia hii, utakapokufa moyo wangu zilizo baraka zihesabu tu, nawe utaona ni ajabu zilizo baraka zihesabu tu. Mungu aliyofanya ndiyo makuu, zilizo baraka zihesabu tu, nawe utaona ni ajabu tu. Je, umelemewa na mizigo? Msalaba wako ni uzito tu, hesabu baraka moja moja, nawe utaimba isikuleme. Zilivyo baraka zihesabu tu, Mungu aliyofanya ndiyo makuu, zilizo baraka zihesabu tu, nawe utaona ni ajabu tu. Kama nisifanye tamaa, Yesu ni amani yako ya kufa. Hesabu baraka za chini na juu, hazinunuliki kwa thamani kuu. Zilivyo baraka zihesabu tu, Mungu aliyofanya ndiyo makuu. Zilivyo baraka zihesabu tu, nawe utaona ni ajabu tu. Yatuumizayo tutayasahau, na baraka zetu tusizidharau. Hesabu baraka zisipotee, hesabu baraka hata uzoe. Zilivyo baraka zihesabu tu, Mungu aliyofanya ndiyo makuu. Zilivyo baraka zihesabu tu, nawe utaona ni ajabu tu.
ya shukrani kwa ubatizo. Hatujafungia mtu. Nasema asante Mwenyezi Mungu kwa nafasi iliyotupatia kukuabudu kwa njia ya matoleo. Pokea sadaka hizi, pokea shukrani za watoto wako, pokea hata fungu la 10 na matoleo mengine yote ambayo yamefanywa kwa njia hii na hata kwa njia ya paybill. Bariki watoto wako Bwana ambao wametoa kwa imani kutokana na sadaka hizi, hata maisha yao ukayafungue. Kaingilie kati Bwana yaliyo mazito na magumu, ufanye Bwana yakawe marahisi na mepesi, ukasikie nguvu mpya na baraka katika maisha yao. Bariki Bwana kanisa hili, hata kwa ajili ya kila huduma katika kanisa hili. Mungu wa mbinguni, jidhihirishe wakaone wokovu wako. Pokea sifa Bwana, pokea utukufu, maana unastahili. Tumeomba haya katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Ukurasa wa 182 tukiwa tumesimama hivyo. Mwenyezi Mungu mmiliki vyote, tukushukuru kwa kumtoa mwanawe hapa msalabani kwa ajili ya sisi na itu ya vyote. Tumiminie Roho wako mfariji napomkumbuka mwanawe Yesu Kristo alivyotuamuru kupitia vipao hivi vya uumbaji wako. Siku ule ule aliyosalitiwa, yeye alitoa mkate akakushukuru, kaumega, kisha akawapa wanafunzi wake akisema, toeni mle, huu ndio mwili wangu tolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Mwili wake uliharibiwa kwa ajili yetu. Hivyo baada ya kula alitoa kikombe, akakushukuru, akawapa kusema, nyweni nyote, hii ndio damu yangu ya agano jipya imwagikayo kwa ajili yenu na watu wengi kwa msamaha wa dhambi. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Tundugu na dada, kwa damu ya Kristo. Kwa hivyo Baba wa mbinguni, tusikie tunaposherehekea agano hili kwa furaha, tukingojea kurudi kwake Mwokozi wetu Yesu Kristo. Alikufa kwa ajili yetu, akalipa fidia kamili ya dhambi za dunia nzima, sadaka timilifu iliyotosha. Ulikubali sadaka yake kwa kumfufua na kumpa utukufu katika mkono wako wa kuume huko mbinguni. Hii ndiyo karamu ya ushindi. Basi tupige magoti ama tuketi kama Mwokozi wetu alivyotufundisha. Tuna ujasiri kuomba. Ufalme wako uje, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamehe makosa yetu kama sisi tunavyosamehe waliotukosea. Usitie katika majaribu, bali utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme wako na nguvu na utukufu
Twaumega mkate huu tushiriki mwili wa Kristo. Kikombe hiki cha baraka tunachokibariki, karibuni kwa imani na mpokee kwa imani na tumaini. Kristo yu hai milele, mwana kondoo wa Mungu huchukua dhambi za ulimwengu. Mwana kondoo wa Mungu huchukua dhambi za ulimwengu. Mwana kondoo wa Mungu huchukua dhambi za ulimwengu. Mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo uliotolewa kwa ajili yako, hifadhi mwili na roho hata uzima wa milele. Toa ule huu, kumbuka kwa Kristo alikufa kwa ajili yako. Umle yeye moyoni mwako kwa imani ukishukuru. Damu ya Bwana wetu Yesu Kristo iliyomwagika kwa ajili yako, ikuhifadhi mwili na roho hata uzima wa milele. Unywe hii kumbuka kuwa damu ya Kristo ilimwagika kwa ajili yako. Uwe na shukrani. Stand up, damu imepumzika. Usafi wa kweli
Nawakaribisha wale tumewabatiza, especially hao watu wazima watatu. Wale wazee watatu waliobatizwa leo. Mama mmoja na wanaume wawili. Tunawakaribisha, inaruhusiwa watu wazima kupokea baada ya ubatizo, na mchungaji ataendelea na mafundisho na jinsi ambavyo tunastahili kukua katika imani. Naomba upige magoti. Sehemu ile ya 32 ukurasa wa 189. Sehemu ile ya 30, tuombe pamoja. 32. Mungu Mwenyezi, Baba yetu ishie milele, tumeketi miguuni pako tukajifunza kutokana na neno lako na kula mezani pako. Tashukuru tena kwa kusifu kwa kutukubali katika jamaa yako. Tufumue na baraka zako sasa, Bwana, tukaishi na kushuhudia katika uwezo wa Roho wako, kwa Yesu Kristo aliyefufuka kutoka kwa wafu. Amen. Msalaba ndio asili ya mema, nitatua zigo hapo, nina uzima furaha daima, njoni kafurahini pako. Msalaba, msalaba ndio asili ya mema, nitatua zigo hapo, nina uzima furaha daima, njoni kafurahini pako. Basi kwa imani hiyo kwamba katika msalaba ndio tunapata uzima, basi tupeleke mashaka yetu yote, taabu zetu zote, kazi zote za mwovu shetani, na matumaini yetu yote. Kabla sijamaliza na baraka, nimshukuru sana Reverend Captain Pico kwa mwaliko, kwa huduma ambayo nafanya mahali hapa. Mungu akubariki, akutie nguvu, akuongeze. Bwana asifiwe. Nashukuru pia leaders ambao mnashirikiana na mchungaji kwa huduma. Mungu awabariki, akutane pia na haja ya maisha yenu na mioyo yenu. Viongozi wa kanisa ambao wamechaguliwa, PCC members, departmental heads, waumini wote, Mungu awabariki, awape nguvu, awawezeshe katika huduma. Si rahisi, lakini kwa imani. Bwana asifiwe.
katika yeye anayetutia nguvu, basi tutaweza. Bwana asifiwe. Nimefanya ibada kwanza pale, japo sikuuliza salamu, mchungaji ndio amejua. Naomba mnipe salamu ninapoenda. Amen, amen. Basi tupate baraka. Kristo aliye jua la haki awangazie nuru yake na kutawana giza mbele ya mapito yenu. Na baraka ya Mungu mwenye enzi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwe kwenu na ikae nanyi daima. Amen. Pate wimbo wa kutoka. Tirita. Jina lake Yesu tamu. Haleluya. La 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 la. Sawa sawa. Jina lake Yesu tamu. Tukilisikia kutupoza tena, kutuondolea, kutupoza tena, kutuondolea roho iliyoumia, waloutibika chakula jani, pia raha tukichoka, chakula jani, pia raha tukichoka. Jina hili ni msingi ambao ngome mwamba, kwa hili napata wingi, kwangu ni akiba, kwa hili napata wingi, kwangu ni akiba. Yesu mchunga rafiki, mwalimu kuhani, mwanzo mwisho njia haki, uzima kifani, mwanzo mwisho njia haki, uzima kifani. Moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi Bwana zikubali, ila sifa zangu hizi Bwana zikubali. Atakaponisa kuja kwako Bwana, huko kwako sitaacha kukusifu sana, huko kwako sitaacha kukusifu sana. Jina lake Yesu.
nao atakapoenda kukutumia ukatufae sawa na mimi. Kwa jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen.